Kuna sehemu nyingi duniani ambazo zimejaa maajabu ya kiasili, lakini chache hufikia upekee wa aina ya macho ya Sahara, yanayojulikana pia kama Richard Structure. Eneo hili lipo katikati ya jangwa kubwa zaidi duniani, jangwa la Sahara, katika nchi ya Mauritania. Kutokana na umbo lake la duara kubwa na tabaka zake za rangi zinazojitokeza kama miduara inayopanuka, muundo huu umekuwa kivutio cha kitaalamu, utalii na hata hadithi za kifahari kwa mamia ya miaka. Kutoka angani, Richard Structure inaonekana kana kwamba ni jicho kubwa lililochorwa ardhini na mkono wa fimbo, jambo linalofanya liitwe Eyes of the Sahara au macho ya Afrika. Je, unafahamu chochote kuhusiana na jicho hili? Ilikuwaje hadi sasa ni eneo maarufu duniani? Kama jibu ni hapana, basi ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kufahamu zaidi kuhusiana na Richard Structure. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Richard Structure ina kipenyo kinachofika takribani kilomita 50, jambo linalolifanya liwe mojawapo ya miundo mikubwa zaidi duniani ya duara asili. Muundo wake unajengwa na matabaka ya miamba yanayozunguka katikati kama pete za duara. Matabaka haya yanatofautiana rangi, zikiwemo njano, kahawia, bluu ya kijivu na hata nyeusi. Hali hii inayoleta picha ya mvuto machoni. Kutokana na ukubwa wake, mtu anayesimama ardhini hawezi kuona muundo mzima. Ni ndege, satellite au picha kutoka angani pekee zinaonyesha jicho hilo lote. Historia yake inastajabisha kidogo, kwani kwa muda mrefu watu wa eneo hilo waliliona kama ni sehemu ya kawaida ya jangwa bila kutambua ukubwa wa umbo lake. Ilipofika karne ya 20, wachunguzi wa anga walipoanza kuruka na satellite kuzunguka dunia, ndipo ulimwengu ukashangazwa na picha za duara kubwa katikati ya Sahara. Wanaanga wa NASA ambao ni wataalamu wa anga walitumia muundo huo kama alama ya kijiografia wakati wa kurudi kutoka kwenye misheni za anga, kwa sababu ulikuwa rahisi kutambua kutoka mbali. Tangu hapo, watafiti wa kijiolojia, wanahistoria na hata wachambuzi na wananadharia za fumbo wamekuwa wakivutiwa sana na eneo hilo. Kutokana na upekee wake, asili ya macho ya Sahara imezua mjadala mkubwa miongoni mwa watafiti, ambapo kuna hoja tatu kubwa zikitajwa kuwa ni asili ya jicho hili la Sahara. Moja, athari ya kimondo. Wazo la mwanzo lililopata umaarufu lilidai kuwa duara hili lilitokana na kugongwa na kimondo kikubwa. Mshindo wa aina hiyo ulitengeneza duara la aina hii. Hata hivyo, tafiti za kijiolojia hazikuonesha chembe-chembe za madini yaliyoyeyuka kutokana na mshtuko, jambo linalodhoofisha hoja hiyo. Hoja ya pili ni kwamba shinikizo la kijiolojia na erosion. Nadharia inayokubalika zaidi ni kwamba macho ya Sahara yalitokana na kupandishwa juu kwa miamba ya dunia, uplift, kutokana na nguvu za ndani ya dunia. Baada ya kushindwa, miamba hiyo ilisuguliwa na upepo na maji kwa mamia ya miaka na kusababisha tabaka za duara ambazo zinaonekana sasa. Hoja ya tatu, watu wanasema ni hadithi pamoja na fumbo. Wapo pia wanaoamini kuwa muundo huu unahusiana na jiji linalotokana na Atlas, kama lilivyotajwa na mwanafalsafa Plato.
Maelezo ya Plato kuhusu Atlas, mji uliokuwa na miduara ya maji na ardhi, yanafanana kwa sehemu na muundo wa Richard structure. Ingawa wanasayansi wengi hawakubaliani na nadharia hii, bado inawasha moto wa fikra na tafsiri za falsafa. Kwa wanasayansi wa kijiolojia, macho ya Sahara ni maabara hai ya historia ya dunia. Matabaka yake ya miamba yanabeba kumbukumbu za zaidi ya miaka milioni 100, zikiwemo nyakati za bahari za kale ambazo ziliwahi kufunika eneo hilo. Wanasayansi hupata fursa za kuchunguza jinsi mabadiliko ya dunia yalivyounda mandhari na kujifunza zaidi kuhusu nguvu za ndani zinazoshinikiza ardhi. Kutokana na umashuhuri na uwepo wa eneo hili maarufu duniani, watu wengi wameenda kutembelea Richard structure. Ingawa lipo katikati ya jangwa lenye mazingira magumu, Richard structure limekuwa kivutio cha watalii wa kipekee. Wageni kutoka duniani hufika Mauritania kushuhudia jicho hilo la kiasili, mara nyingi wakisafiri na misafara ya ngamia au magari ya jangwani. Kwa upande mwingine, picha zake kutoka katika satellite zimeenea sana kwenye mitandao ya kijamii, zikivutia mamilioni ya watu wanaoshangazwa na uumbaji huu wa ajabu. Mbali na sayansi, jicho hili la jangwani limekuwa chanzo cha tafsiri nyingi. Wapo wanaoliona kama jicho la dunia, ishara ya asili ikitazama juu ya binadamu. Wengine ulichukulia kama kioo kinachoonyesha jinsi muda na nguvu za asili zinavyoweza kubadilisha mazingira kwa njia isiyo ya kawaida. Kwa baadhi ya jamii, ni alama ya siri na fumbo lisilo na majibu. Macho ya Sahara, Richard structure, linaendelea kuwa mojawapo ya maajabu ya dunia yanayovutia akili na hisia za binadamu. Ingawa sayansi imeeleza asili yake kupitia nguvu za kijiolojia na mchakato wa erosion, bado linaacha nafasi kubwa ya tafsiri na fumbo. Ni mfano bora unaoonyesha jinsi dunia yetu ilivyo na uwezo wa kuumba mandhari yenye uzuri wa kipekee. Na pia utufundisha kwamba kuna mambo mengi bado ambayo hatuyajui kikamilifu. Na hadi kufikia hapo, mimi ndio naweka tamati katika historia kwa siku ya hii leo, ambapo tulikuwa tunashuhudia ama kufahamu juu ya Richard structure, jicho la Afrika, ama unaweza kusema jicho la Sahara. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Tuandikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment. Lakini kama umependa story hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wao waweze kuwa sehemu ya BMTV Tanzania. Na hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.